kipengele kidogo kipo nje ya somo letu, lakini ni moja ya kipengele ambacho ni cha muhimu sana kwenye maisha ya wanadamu au kwenye maisha ya mtu ambaye ameokoka. Somo letu linasema ya kwamba yatazame mambo kutokea kwenye ulimwengu wa roho ili ufanikiwe. Yatazame mambo kutokea kwenye ulimwengu wa roho ili ufanikiwe. Chochote unachokiona kwenye maisha ya mwanadamu lazima kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kinapoanzia kwenye ulimwengu wa roho, ndo kinakamilika kwenye ulimwengu wa kimwili. Jambo lolote unalotaka kulifanya lazima kwanza ulichunguza kwenye ulimwengu wa roho. Unapolichunguza kwenye ulimwengu wa roho, ukiliona hili jambo lipo sawa au la halipo sawa, basi hata kwenye ulimwengu wa mwili ni ngumu sana kutokea. Leo watu hatuna macho ya kutazama mambo yetu, hatuna macho ya kutazama maisha yetu, hatuna macho ya kutazama vitu vyetu kwenye ulimwengu wa roho. Maisha ya mwanadamu hayaendeshwi na ulimwengu wa kimwili, bali maisha ya mwanadamu aliyeokoka yanaendeshwa na ulimwengu wa kiroho. Jumapili nikatokea swali. Ile swali watu wengi tuliumiza vichwa, lakini jibu lilikuja kutoka. Ni kweli kesho yako unaijua, lakini sasa kuijua kwa kesho yako ni lazima kwanza uanzie kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana Jumapili kuna watu baadhi tukawa tunasema hatuwezi kusema Mungu anajua maisha yangu, wakati yani mimi najua maisha yangu kuliko Mungu wangu. Ni kweli maisha yangu nayajua kwa sababu nayatazama kwenye ulimwengu wa roho. Sasa nikiyatazama kwenye ulimwengu wa roho, ninajua kabisa kwamba maisha yangu yapo katika mstari upi na katika mfumo upi. Tumezibwa macho ya kutazama vitu vyetu kwenye ulimwengu wa roho, na shetani amefunika macho, ameyaziba ili tusitazame vitu vyetu tulivyo navyo kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana leo ukiambiwa mwaka kesho utajenga nyumba, unaanza kusema mimi. Ukiambiwa wewe dada mwaka kesho utanyonyesha mtoto, unasema ni mimi. Kumbe shetani ameziba yale macho ya kutazama kwenye ulimwengu wa roho. Na shetani akifunika hayo macho, utaishi kwenye maisha ya ulimwengu wa mwili. Bwana apewe sifa. Tunakuja kumuona mtumishi mmoja. Biblia inasema ya kwamba mfalme wa Shamu, baada ya kuona mambo yake hayaeleweki, aliwakusanya watu wake wote kwa pamoja, watumishi wake. Akamwambia, ni nani anayetoa taarifa kupeleka kwa wafalme wa Israeli? Ndani ya wale watu mtumishi mmoja akamwambia, Bwana, tunamjua Elisha. Elisha anawaambia wafalme wa Israeli, hadi mambo yako ya chumbani kwako. Sikiliza, mfalme akakasirika. Alipokasirika, akaagiza watu wamfuate Elisha, wakamkamate, wakabeba farasi na magari yao, wakaondoka. Walipofika yale maeneo, yule mtumishi wa Elisha akaona magari, akaona mafarasi, akajua leo ndo kumekucha. Akaenda kwa Elisha, akamwambia, bwana mkubwa, kimenuka huko nje, watu wamekuja kumkamata. Sikiliza Elisha anachomwambia yule mtumishi wake. Anamwambia, sisi tulivyo navyo ni vingi kuliko wao walivyo navyo. Bwana apewe sifa. Elisha akaomba, Bwana, mfumbue huyu mtoto macho yake aone. Bwana alipofumbua macho ya yule mtumishi, akaangalia, akaona Elisha amezungukwa na mafarasi mengi, amezungukwa na magari mengi. Kumbe ndani yetu tuna vitu vingi, lakini macho yetu bado yamefunikwa, hatuoni.
Bwana asifiwe. Tuna vitu vingi sana. Lakini sasa macho haya tulionayo hatutazami kwenye ulimwengu wa roho. Hatutazami kwenye ulimwengu wa roho. Shetani amefunika macho, hatuoni mbele yetu. Hatuoni safari yetu imekaaje. Wafalme wa pili. Wafalme wa pili sura ya 6. Mstari wa 15 hadi 17. Wafalme wa pili sura ya 6. Na ule mstari wa 15 hadi 17. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Elisha alipoondoka na kwenda nje, kumbe kuna jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji mzima mahali alipokuwa Elisha. Twende. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tutafanyaje? Akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari mengi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Bwana asifiwe. Kumbe ndani ya ulimwengu wa roho kuna vitu ambavyo tumepewa, lakini sasa hatuna macho ya kutazama kwenye ulimwengu wa roho. Yule jamaa alipoangalia akaona, mbona hawa wana mafarasi mengi? Mbona hawa? Kumbe Elisha tayari anajua kwamba sisi tulivyonazo ni vingi, tuna mafarasi wengi, tuna magari mengi, lakini huyu mtumishi hajui kwamba tunavyo vitu vingi. Na wewe kwenye maisha yako unavyo, ila mwambie Mungu afungue macho katika ulimwengu wa roho, utazame vitu vyako ambavyo vimeandaliwa. Bwana asifiwe. Shetani amefunga macho, hatuoni kesho yetu, hatuitambui kesho yetu, hatujui tunaanzia wapi, hatujui tunaishia wapi. Tuna vitu vingi sana, ila hatutazami kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Hatuangalii kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana ukiamka asubuhi uko vile vile tu kama jana, uko vile vile tu kama juzi. Kumbe ndani yako umeandaliwa baraka. Waefeso. Naona utumia muda wangu vizuri. Bwana asifiwe. Waefeso sura ya 1 na ule mstari wake wa 3. Waefeso sura ya 1 mstari wa 3, afu mingine pia tunaangalia Waefeso 6:11 hadi 12. Waefeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna baraka ambazo tumebarikiwa kwenye ulimwengu wa roho, ila hatujui na hatuzioni hizo baraka kwa sababu tumefunikwa macho, kwa sababu macho yetu hayatazami, kwa sababu macho yetu bado yapo kwenye ulimwengu wa giza. Macho yako yakafunguke kwa jina la Yesu leo. Kuna baraka ambazo umeandaliwa, maisha yako yapo kwenye ulimwengu wa roho, ila tumeshindwa kutazama. Macho yetu yafunguke. Bwana asifiwe. Waefeso 6 mstari wa 11 hadi 12. 6:11 hadi 12. Vaeni silaha zote za Mungu
hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ndio katika ulimwengu wa roho. Kumbe vita yetu tunashindana kwenye ulimwengu wa roho. Hatushindani vita tu kimwili mwili hivi. Hatushindani vita kwenda kuchomoa panga ndani kwako ukashindane. Vita yetu tunashindana kwenye ulimwengu wa roho. Sasa utawezaje kushindana kwenye ulimwengu wa roho kama rohoni haupaoni? Kwa hiyo lazima unapoingia kwenye vita yako ya rohoni, tazama kwanza rohoni. Angalia kwanza rohoni. Umebeba silaha gani? Una nini ulichokibeba? Unapoingia vitani, una nini umebeba? Unashangaa unaingia kwenye vita afu unapigwa. Haujatazama kwenye ulimwengu wa roho. Vita yetu sisi ambao tumeokoka, vita yetu ipo katika ulimwengu wa roho. Kwa ni lazima macho yetu yafunguke, ni lazima macho yetu yatazame, ni lazima macho yetu yajione kilichopo ndani ya ulimwengu wa roho. Macho yako yafunguke. Tazama kwenye ulimwengu wa roho. Ndipo pili kama najiuliza. Kweli kumbe maisha yangu nayajua kabla hata Mungu. Lazima nijipangie. Sasa nitawezaje kujipangia? Lazima nitazame kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Maisha yangu yamekaaje? Yakoje? Yako vipi? Bwana pesifa. Yakazame maisha yako mwana wa Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Usimruhusu Shetani akaziba macho yako. Usimruhusu Shetani akafunga. Biblia inakwambia Bwana ametubariki baraka zetu kwenye ulimwengu wa roho. Kumbe ndani ya roho tuna baraka ambazo tumepewa, ambazo tunazo, lakini hatujui namna ya kuzibeba zile baraka kwa sababu hatutazami kwenye ulimwengu wa roho kuna nini ndani yetu. Laiti tungetazama kwenye ulimwengu wa roho, ukaona maisha yako yapo katika mfumo fulani, ukaona maisha yako hayaeleweki, ukatazama kwenye ulimwengu wa roho, basi ungeingia vitani, ukaanza kushindana, ukaanza kupigana ili maisha yako yaje vizuri. Hatupigia hatua. Hatujui tunaelekea wapi. Tumeshindwa kutazama kwenye ulimwengu wa roho. Maisha ya mwanadamu haya tulionayo, hata kuvaa hivi umewaza kwanza rohoni. Leo natamani nivae kimfumo fulani. Umeanzia kwanza kule. Sasa ile maisha yako pia yakae kwenye mstari wa kimungu. Yanahitajika macho yako yafunguke kwanza. Usilie. Usihuzunike. Unahuzunika nini? Unahuzunika kwa sababu hujatazama. Biblia inakwambia umepewa baraka kwenye ulimwengu wa roho. Ni wewe kazi yako kwenda kuzibeba zile baraka na kujipa wewe mwenyewe. Shida hautazami rohoni. Shida uangalie rohoni. Haujui rohoni Mungu amekuwekea nini? Una hazina gani rohoni? Haujui. Bwana tusaidie tujue baraka zetu ambazo Mungu ametupa kwenye ulimwengu wa roho. Bwana pesifa. Tuna baraka kwenye ulimwengu wa roho. Tuna mafanikio makubwa kwenye ulimwengu wa roho. Tuna fedha, tuna hela kwenye ulimwengu wa roho. Tumeshindwa kuangalia. Bwana pesifa. Haya, unaandika hivi. Kwa nini kuyatazama mambo kutokea kwenye ulimwengu wa roho? Kwa nini tukayatazame hayo mambo? Nini kinachotufanya tukatazame hayo mambo? Kwa nini kuyatazama mambo kutokea kwenye ulimwengu wa roho? Namba moja, kuna mambo mawili tu. Namba moja, neno la Mungu ndio sheria inayotenda kwenye ulimwengu wa roho. Neno la Mungu ndio sheria kubwa
inayotenda kwenye ulimwengu wa roho. Ingawa shetani na yeye anafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Bwana pesa. Na yeye anafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa Mungu na penyewe malaika wa Bwana wanafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Shetani na mapepo yake wanafanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Sasa tuangazia mambo ya kishetani na malaika zake. Sisi tunaangazia mambo ya kimungu na malaika wa Mungu wanaofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Neno la Bwana ndio sheria inayotenda kazi kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Yeremia 1:12. Yeremia 1:11-12. Yeremia 1:11-12. Neno la Bwana likamjia Yeremia na kusema, Yeremia, waona nini? Akasema, naona upito wa Mungu. Ndipo Bwana akaniambia. Ndipo Bwana akasema na Yeremia, umeona vyema. Kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Kumbe Bwana anaangalia kwanza neno. Kumbe Bwana analitazama kwanza neno ambalo wewe umelibeba kwenye maisha yako. Sikiliza. Hili neno ambalo uko nalo ndio baraka ambayo umeangalia kwenye ulimwengu wa roho. Sasa unaposoma Biblia ukajitamkia vizuri, ndio Bwana analitazama lile neno ili alifanyie kazi. Bwana pesa. Unaomba Mungu saidia maisha yangu kama ilivyoandikwa kwenye kitabu fulani. Mungu anatembea hapo. Achilia baraka kwenye maisha yangu. Mungu anatembea na hilo. Umependa vyema. Neno la Bwana ndio sheria ya kwanza inayofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Hili neno ambalo wewe unasoma, hili neno ambalo wewe upo nalo, hiyo Biblia ambayo umeibeba ndio ina maisha yako halisia, ndio ina maisha yako na familia yako. Kwa hiyo Bwana anataka atende kazi kupitia neno lake. Soma sana Biblia. Haleluya. Soma sana Biblia. Hiyo Biblia ndio ina maisha yako. Hiyo Biblia ndio ina mafanikio yako. Hiyo Biblia ndio ina kila kitu kwenye maisha yako. Kwa macho yako lazima yafunguke, yakalitazame lile neno. Unapolisoma hili neno, unalitafakari kwenye ulimwengu wa roho. Hili neno lina maana gani? Usisome Biblia kama gazeti. Soma Biblia kama message. Usisome Biblia kama kitu gani. Soma neno kwa kulitafakari kwenye ulimwengu wa roho. Ukilisoma neno kwa kulitafakari kwenye ulimwengu wa roho, kumbe hilo neno ndio limebeba baraka zako. Hilo neno ndio limebeba maisha yako. Unasoma unapita. Kumbe Bwana anataka afanye maisha kwako kupitia neno. Kupitia huo mstari uliousoma, unasoma na upitiliza, utafakari kwamba ili somo lina maana gani kwenye maisha yangu. Bwana atusaidie. Haleluya. Bwana atusaidie. Mwana wa Mungu, maisha yako sio haya ulionayo. Level yako si hii ulionayo. Level yako ipo kwenye ulimwengu wa roho. Leo katazame maisha yako kwenye ulimwengu wa roho. Uyaone maisha yako kwenye ulimwengu wa roho. Yakoje? Shetani anakupa macho haya ya kawaida haya. Anakudanganya. Akikwambia yeye familia yenu mko hivi, anakudanganya. Usiangalie familia yako kwenye ulimwengu wa roho. Angalia maisha yako kwenye ulimwengu wa roho. Mungu amekuandalia nini? Mungu amefanya nini kwenye maisha yako kwenye ulimwengu wa roho? Kajitazama wewe mwenyewe. Usimtazame mjomba alikuwa anafuta sigara mpaka kwenye mikoti. Usimtazame, katazame maisha yako kwenye ulimwengu wa roho.
huko ndio kuna baraka, huko ndio tumewekewa hazina. Tumefunikwa macho yetu yafunguke kwa jina la Yesu. Haleluya. Macho yetu yafunguke kwa jina la Yesu. Kuna wakati mwingine tunafanya challenge hapa, hata ile Jumapili kuuliza ile swali, nilikuwa nina baraka ndani ya maisha ya watu. Bwana mpe sifa. Yaani ile swali mimi nilipofika nyumbani nilitafakari, mzee wa kanisa kwa nini ameniuliza hili swali? Wakati naendelea kutafakari ndo nikapata. Baada baba ya kusema ya kwamba maisha yako lazima yajue kwanza kesho yako ikoje, unajiwekea ratiba ya kesho yako. Ndio nikawaza sasa nitajuaje maisha yangu yakoje? Anakasema wewe tazama kwanza kwenye ulimwengu wa roho umewekewa nini? Haleluya. Kwenye ulimwengu wa roho umewekewa nini? Kwenye ulimwengu wa roho wewe ni mtu wa kuajiri watu, sio mtu mwajiriwa. Haleluya. Wewe ni mtu ambaye unatakiwa waje uwape watu mshahara, sio wewe ukaombe mshahara kwa bosi wako. Na hayo maisha yanakuja. Haleluya. Yanakuja, ila macho yako yafunguke kwanza, utazame rohoni. Sio fike nyumbani tu ukae, omba Mungu nipe macho ya rohoni. Katazame rohoni, alafu uone jinsi ulivyo. Ukijitazama rohoni ukiona kumbe mimi ni mtu fulani, nakwambia hivi wewe mwenyewe unaweza kujidharau. Kwa sababu jinsi unavyoishi tofauti na makusudi ya Mungu. Rohoni una baraka, rohoni una maisha mazuri, lakini kwenye ulimwengu wa mwili hivyo. Kajitazame rohoni leo. Ukitoka hapa wewe katazame rohoni. Omba kabisa, Bwana nipe macho ya rohoni. Sema kuna vijana wanaotafuta wanawake hapa. Ningesema mkatazame Mungu aonyeshe wake zenu. Bwana apewe. Na mimi naenda kutazama nimeone wa kwangu yupo. Amen. Yupo. Naenda kumtazama.